Mpaka sasa wazungu wanajiuliza, Captain Ibrahim Traore ni binadamu wa namna gani? Mbona ni mgumu namna hii? Haeleweki, misimamo yake ni mikali sana. Wametumia kila aina ya njia kutengeneza urafiki naye, lakini amekuwa mgumu. Wiki iliyopita tulipata taarifa ya kwamba huyu bwana amekataa kujengewa misikiti 200 kutoka Saudi Arabia, akiwaambia jengeni shule, vituo vya afya, leteni biashara, misikiti haitoleta chakula kwa watoto wangu. Kumbuka kwamba Captain Ibrahim Traore ni Muislamu safi. Waliamini kwamba kwa kutumia kigezo cha misikiti basi wangemvuta karibu, akakataa. Basi Captain Ibrahim Traore mpaka sasa amekataa misaada 5 mikubwa. Msaada wa kwanza ni wa kijeshi kutoka Ufaransa. Traore alimaliza ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa mwaka 2023, akiukataa msaada wa kijeshi uliokuwa ukipelekwa Burkina Faso kwa miaka mingi, akisema tumekuwa tukipokea msaada kutoka Ufaransa kwa miaka 63 na bado nchi yetu haijaendelea. Hivyo basi kuacha kupokea misaada hiyo hakutatufanya sisi kufariki, zaidi tutapata hamasa ya kufanya kazi kwa kujitegemea sisi wenyewe. Hii ilionyesha nia yake ya kutangaza kujitegemea wao wenyewe pasipo kuhitaji msaada wa jeshi wa kikoloni. Huyu rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, alikataa mikopo ya IMF, benki ya kimataifa ya fedha. Traore alipinga mikopo kutoka kwenye benki hiyo, akisema inapotosha uchumi wa Afrika na kuendeleza utumwa wa kifedha, akinukuliwa akisema Afrika haihitaji benki ya dunia, IMF, Ulaya ama Amerika. Tuna kila tunachokihitaji kukuza uchumi wetu bila mkopo, na naimiza kukataa kwa watumwa wa kifedha. Hii iliripotiwa kama sehemu ya sera yake ya kujenga uchumi wa ndani bila kuwa na deni la nje. Hili ndilo lililowafanya wazungu wakashangaa, huyu kwanza ni binadamu wa namna gani? Mnamo Machi mwaka 2025 ripoti zinaonyesha kwamba Traore alikataa pendekezo la Saudi Arabia la kujenga misikiti 200 nchini kwake, akisema wajenge miundombinu ya kijamii kama vile mahospitali, shule, kwani watoto wake hawatopata chakula kutoka msikitini. Alinukuliwa akisema badala ya misikiti, fedha ziwekezwe katika shule, hospitali na biashara zitakazoleta ajira. Ikidume kimekataa misaada ya kibinadamu ya kimkakati kutoka magharibi. Traore amekosoa misaada ya kibinadamu inayokuja na masharti yanayodhoofisha uhuru wa Burkina Faso. Katika hotuba yake wakati wa mkutano wa Urusi mwaka 2023, alinukuliwa akisema hatupaswi kuja kwenye kongamano bila uhakika wa kujitosheleza kwa chakula cha watu wetu. Tunapaswa kuacha kufurahia kupokea vitu vya bure na kuweka mikakati ya kujitegemea. Hii ni hotuba ambayo iliwashangaza hata baadhi ya viongozi wa Afrika waliokuwa kwenye mkutano huo uko Urusi mwaka 2023 na kumfurahisha Vladimir Putin, rais wa Urusi, ili kuionyesha dunia kwamba Afrika inaweza ikajitosheleza kwenye chakula na kuzalisha na kuuza nje. Traore ameweka mkazo kwenye uzalishaji wa ndani, na mnamo Machi 11 mwaka 2025 alikabidhi vifaa vya kilimo vyenye thamani ya bilioni 13 kwa fedha za Burkina Faso, lakini hii ilikuwa ni juhudi za ndani na si msaada wa nje. Alinukuliwa akisema tunaweza tukajikimu wenyewe bila kutegemea wengine, tunahitaji tu kuamini katika uwezo wetu. Hii ilionyesha kwamba anahitaji kuitoa Burkina Faso sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Amekuwa akihamasisha ujenzi wa miundombinu ya ndani, kupunguza mishahara kwa wanasiasa, ambapo ameongeza mshahara kwa wafanyakazi wa umma na anapendwa, na hiki ndicho kinachosababisha wazungu wanajiuliza, Captain Ibrahim Traore ni mwanadamu wa namna gani?